Mimi ni Dr. Jasper Saidi Mbwambo, ni daktari bingwa mshauri wa mambo ya urolojia. Nafanya kazi KCMC na hospitali yangu hapo mjini karibu na TRA. Zaidi mimi nashughulika na magonjwa ya figo, kibofu cha mkojo, tezi dume na njia za uzazi kwa mwanaume. Pengine tukianza na ugonjwa wa figo. Ugonjwa wa figo ni nini? Figo ni kiungo ambacho kila mwanadamu anacho. Kila mwanadamu kwa kawaida anakuwa na figo mbili. Lakini inatokea mtu akazaliwa na figo moja na akaishi kama kawaida. Ikagunduliwa tu kama ana figo moja kwa kupimwa kwa tatizo lingine. Figo kama kiungo mwilini inaweza kikapata tatizo lolote. Inaweza ikapata saratani, inaweza ikajaa maji, inaweza ikaingia wadudu, ikawa na usaha, inaweza kuumwa hata kifua kikuu. Kuna kifua kikuu ambacho hakiko kwenye mapafu, inaweza kuingia kwenye figo. Kwa hiyo figo inaweza kuugua matatizo yoyote. Magonjwa ya figo yako mengi. Kuna magonjwa ya kuzaliwa nayo na magonjwa ambayo mwanadamu anapata wakati wa maisha. Pengine nini kikubwa zaidi kinachosababisha magonjwa ya figo na ni katika umri gani? Magonjwa ya figo yanaweza kumpata mtu katika umri wote. Kwa mfano, watoto wadogo wanaweza kuzaliwa figo imejaa maji. Watoto wadogo wanaweza kupatwa na saratani ya figo ambayo kwa kawaida inatibika kwa kutoa figo na dawa pamoja na dawa. Lazima utolewe figo pamoja na dawa, upewe na dawa. Alafu katika ukubwa, magonjwa ya figo yanaweza kuwa pia saratani, au yanaweza kuwa pia kujaa maji, au hiyo kuingia wadudu kwenye figo. Tunaita infection. Pengine dalili za mtu ambaye anaumwa na figo ni zipi? Dalili za kuumwa na figo itategemea ni tatizo gani. Kama ni saratani, mara nyingi kutakuwa na uvimbe kwenye figo. Hata watoto wadogo ambao wana tatizo la uvimbe kwenye figo, iwe ni saratani, iwe ni kujaa maji, figo inaweza ikaonekana imevimba. Kwa hiyo kunaweza kuwa na uvimbe kwenye tumbo.